Kwa jina naitwa Mbaruku, kama mtangazaji wangu hapa alivyonitambulisha, kutoka Taasisi ya Viwango Zanzibar. Leo tutazungumzia mada ya joint inspection, au wanasema kwa lugha nyingine ukaguzi wa pamoja. Ukaguzi wa pamoja ni nini? Ukaguzi wa pamoja au joint inspection ni ukaguzi unaoshirikisha taasisi, ni utaratibu wa taasisi mbili au zaidi kufanya ukaguzi wa pamoja kwenye eneo au sehemu au shughuli inayohitaji tathmini ya kitaalamu kutoka pande tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndio maana halisi ya joint inspection. Kwa hiyo joint inspection ni utaratibu, tunasema wa taasisi mbili au zaidi ya mbili. Kwa hiyo zinaweza kuwa 2, 3, 4 na kuendelea. Ambazo zinafanya ukaguzi kwa pamoja kwenye eneo kwa lengo la kupata tathmini juu ya ubora wa bidhaa au hali ya usalama kutoka katika eneo husika. Na hii joint inspection inakuwa ina faida gani kwa kampuni, lakini kwa nyinyi pia kwa ujumla? Kwanza kabla hatujaenda huko, ndugu mtangazaji, joint inspection tunaanza kusema kwamba kwa mfano kwa kuiunganisha pale kwenye maana, kwa mfano utakuta taasisi moja wiki hii imefanya joint inspection katika eneo, lakini wiki inayofuata utakuta taasisi nyingine inafanya ukaguzi katika eneo lile lile kwa mara ya pili. Utakuta baada ya wiki tena baadaye unakuta na taasisi nyingine inakwenda katika eneo lile lile linafanya ukaguzi katika maduka au maeneo yale yale. Kwa hiyo hii inaweza kusababisha kuleta taswira ambayo wananchi wanaweza wanaweza kuona kama usumbufu kwao, na wanaweza kuona kwamba hawajatendewa ilivyo sawa. Tuingie kwenye umuhimu sasa. Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako hilo muhimu. Umuhimu, kama tunavyojua, changamoto hasa katika kaguzi au katika kazi ni kurejea kazi mara kwa mara. Kwa maana utakuta kwamba eneo hilo hilo linafanywa kazi leo na taasisi hii, eneo lingine linafanywa kazi na taasisi hiyo hiyo tena, eneo hilo hilo tena unakuta na taasisi nyingine inakuja kufanya ukaguzi katika eneo hilo hilo, maduka yale yale. Kwa hiyo kurejea kazi inaweza kusababisha kuongeza au kuongeza harama. Inaweza kusababisha labda inaweza kusababisha kuongeza harama, inaweza kusababisha kutumia muda mrefu, inaweza kusababisha pia kutumika kwa rasilimali bila kiwango maalum. Kwa utakuta kuna sababu za kufanya au umuhimu wa kufanya joint inspection, ambayo joint inspection inaweza kuja na suluhu juu ya haya ambayo yanaweza kutokea kwa kuwa na kaguzi au kazi za kutembelea sehemu zinazohifadhiwa bidhaa mara kwa mara. Kwa hiyo utakuta joint inspection inakuja, inakava na inaondosha ile tatizo, kwa maana kwamba kazi ambazo zilikuwa zifanyike au ukaguzi ulikuwa ufanyike na taasisi tofauti tofauti katika maeneo hayo kwa kurejea utakuta yanafanywa kwa mara moja, na badala yake au baadaye yanatoa faida kubwa kwa jamii. Kwa sababu sasa tayari wanakuwa wanauelewa au wanahisi tayari taarifa zimekusanywa kwa pamoja na wamepatiwa ukaguzi ambao haujawasumbua katika maeneo yao ya kazi. Kwa sababu wafanyabiashara wanapoona kila muda unaenda kuwakagua, kidogo wanakuwa wanajihisi kama wanatafutiwa sababu ya kuharibiwa mali zao, au labda ya kufanywa shida yoyote ambayo inaweza kuwapa hasara wao.
Kwa hiyo wanaona ili kukaguliwa mara kwa mara inaweza kuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo wanapendelea zaidi kupata ukaguzi kama huu. Unawafurahisha sana. Na ndugu mtangazaji, nikwambie kitu kimoja. Joint inspection si kupunguza mamlaka ya taasisi yoyote ile. Utazikuta joint inspection inajumuisha zaidi ya taasisi mbili, lakini hakuna ambayo inapungua mamlaka yake. Bali badala yake ni kuongeza ni kukusanya utaalamu kwa ajili ya kutoa ufanisi zaidi. Kukinzana kwa taarifa, labda kwa mfano kama leo umeenda kufanya hiyo joint inspection sehemu moja, siku ya pili mnaenda tena pale, hii kukinzana kwa taarifa hii ipoje? Kwa sababu kwa mfano kama mimi nakagua kiwango, alafu nitatoa zile taratibu zangu kwa mfano, na mwenzangu atakuja atatoa taratibu zake. Kwa hiyo atakuja na mwingine atatoa taratibu zake. Kwa hiyo utakuta kuna mkinzano wa zile taratibu ambazo watu wale wanaweza zikawa kwao ni changamoto. Kwa hiyo ikiwa kwa pamoja tunapunguza hizo changamoto, of course tunapunguza changamoto na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu. Sawa, lakini pia hii joint inspection ina hatua zake. Hizi hatua zipoje nazo? Zina hatua. Asante sana kwanza kwa swali hilo muhimu. Joint inspection ina hatua kadhaa. Lakini kuna hatua muhimu ambazo zinafanyika kuweza kuifanikisha hii joint inspection. Kwanza ni kuwa na vikao vya pamoja, ambao vikao hivi vinaweza kuratibiwa na pande yoyote ile ambayo kwa mujibu watakavyokubaliana wahusika kuweza kuratibu. Baada ya kuratibu ni kupanga maeneo ambayo wanaweza kwenda kuyakagua. Lakini baada ya kupata maeneo kujua bidhaa gani ambazo wanaweza kuzikagua. Lakini pia kupata uchanganuzi wa zile taarifa ambazo watazipata katika maeneo ya ukaguzi. Lakini pia kutoa ufuatiliaji wa yale ambayo wameyabaini katika ule ukaguzi wao. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya taratibu au baadhi ya hatua ambazo zinafanyika au zinaweza kufanyika kwa ajili ya kuifanikisha hii joint inspection. Sawa, na kila lenye faida halikosi hasara. Kwa upande wa changamoto upoje katika joint inspection? Joint inspection kama tulivyosema hapo awali kwamba inahusisha taasisi zaidi ya mbili. Ndio. Naam, kwa hiyo utakuta hapo kuna taasisi 2, 3, 4 na kuendelea. Na kila taasisi utakuta ina taratibu zake, lakini pia utakuta ina mamlaka yake. Lakini sasa leo wanakuja kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo utakuta kwamba uwepo wa taratibu wa kila taasisi unaweza kuwa ni changamoto kwa wale watekelezaji au wafanyaji wa ile kazi ya joint inspection. Na pia ni uwepo wa kutokuwepo kwa budget maalum ya zoezi la joint inspection, nayo pia ni changamoto ambayo inaweza kuwa au inaweza kufanya joint inspection isiweze kufanyika. Lakini pia uhaba wa baadhi ya taasisi kuwa na watendaji wa kutosha wa kutoa katika maeneo hayo. Hapo awali joint inspection tulikuwa bado hatuja introduce, lakini utakuta na wengine pia hawakujipangilia kwamba kutakuwa na joint inspection. Kwa hiyo kupata rasilimali watu kwa ajili ya zoezi hilo la joint inspection pia linaweza kuwa ni gumu. Kwa hiyo utakuta nao ni changamoto ambayo gharama za ufanyaji wa joint inspection pia ni changamoto, kwa sababu utakuta kila taasisi haina bajeti ile. Kwa hiyo utakuta nao ni changamoto. Utakuta pia
inaweza kuchukua time kuweza kufanikishwa lile zoezi. Sawa sawa. Na kwa upande wa wadau nao tunawaambiaje kuhusiana na hili zoezi? Wadau wachukulie kwamba zoezi hili ni muhimu kwao, kwa sababu tunaposema wadau tunawajumuisha wale ambao tunawakagua, lakini pia wale ambao ni wafanya biashara. Kuna watu wengi hapa, lakini pia hata na wananchi kwa namna nyingine wanaweza kuwa wadau katika swala hili, na wao watakuwa na play part kubwa katika kufanikisha zoezi hili. Kwa hiyo wao tunaambia kwamba wanapokuta taasisi moja zaidi ya moja zimeungana, basi wajue kwamba tunataka kuwepesisha zile kazi zetu, lakini pia tunataka kutoa ufanisi zaidi, kwa sababu tunakusanya utaalamu kwa ajili ya kutoa ufanisi zaidi na kutoa huduma bora zaidi. Kwa hiyo utakuta wao tunawataka zaidi watoe mashirikiano kwa maafisa ambao watafika katika maeneo hayo, na wahakikishe kwamba kila ambacho walihitaji maafisa wale basi wape ushirikiano. Lakini pia wakiona kuna vitu wanavihitaji kutoka kwa wale maafisa, basi wajue namna bora ya kuwauliza kuliko kukataa. Lakini pia tuchukue nafasi hii tena kuwawazi au kuwanasi kwamba wanapoona maafisa wanafika katika maeneo yao kwa ajili ya ukaguzi, basi wajue hao ni watu wema kabisa na hawajui ubaya, bali ni kwa ajili yao na kwa ajili ya wananchi wengine ambao wanatumia zile bidhaa. Wao wanaweza kuwa wasione ubaya wa ile bidhaa, lakini sisi tukaona ubaya wa ile bidhaa, lakini pia tukamtanabahisha juu ya ile bidhaa, au tukamfahamisha ubora au sahihi wa matumizi ya ile bidhaa. Kwa hiyo wetu sisi katika maeneo yao wasione kama labda tunakuja kuwafanyia harassment au kuwafanyia vitendo ambavyo sivyo, bali waone kwamba tumekuja kwa ajili ya kuwaongezea thamani ya biashara zao, lakini pia waone kuwa serikali ipo pamoja nao kwa ajili tayari wamewatoa maafisa wao kwa ajili ya kufanya mazoezi yale. Lakini pia wanapokuja maafisa, basi wajitahidi kuwapa mashirikiano ya dhati na ya karibu, na kuonesha vile ambavyo wanavihitaji katika wakati ule ambao watakuwepo pale. Asante. Tumemaliza.